Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hii ni John T 45 ambaye alifukuzwa Githurai 45 huko after kutumika kama toilet paper, after kutumika kama choo ya kanjo, after kutumika kama barabara, after kutumika kama nguo, after kutumika kama slave, after kutumika alifukuzwa Githurai 44. Sahii anacheka anasema Kisumu wabiro ani watu wa Kisumu Gladys Wanga na Oburu Odinga na Anyang' Nyong'o, name them all of them, ambao iko kwa ODM ya Oburu, walibeba watu na malori, walibeba watu na mabasi kwenda kujaza kwa kiwanja. Ndio mimi nasemanga nyege ya siasa ni mbaya sana, kaswende ya siasa ni mbaya sana, kisonono ya siasa ni mbaya sana, siasa ya utoto ni mbaya sana. Kwa nini nasema hivi? Huyu jamaa akifungua live ana pin namba yake. Lengo ya kuweka namba yako ya M-Pesa hapo ni nini? Si unataka kutumiwa pesa? Unasema ni data, unasema ni bundle, unasema na internet, unasema ni kuboost life, si ndio? Hiyo pesa umetumiwa. Wewe ni tofauti na hao umebebwa, kwa sababu hao wamelipwa pia. Wewe uko kwa hiyo life kutafuta pesa. Oni aje? Oni hawa kubebwa yao ndio mbaya, kupelekwa kwa rally. We yako ukipin namba kwa live kutomba pesa 200, 350, 20 ni mbaya. Si zote ni pesa. Ni field ya kuomba ndio tofauti, na si field ya kufanya hiyo biashara ndio tofauti. We field yako ni TikTok ya kupin namba, kudanganya watu, wanawake kutoka Europe, wanaume kutoka Europe ambao wakutumia data, wakutumia internet ndio support live. Kuna mtu alikuleta kwa siasa au kuna mtu alikuleta kwa TikTok kama una bando unataka kama si kuombaomba. Aya, ni tofauti na hao umebebwa na malori na mabasi na meli wakienda mkutano. Haina tofauti. Ya pili, rally yoyote ya mwanasiasa ikuwe ni MCA mpaka president, ukienda kwa hizo rally unalipwa pesa. Utalipwa 200, utalipwa 1000, 2000 na depend uko kwa category gani. Pesa unalipwa kwenda rally. Ukiwa umevaa uniform ya hiyo chama, hujavaa nguo ya hiyo chama, bado utalipwa pesa. Hata nyinyi, kwani wewe unataka kuambia unatoka Nairobi paka hapo paka Kakamega na pesa yako Jonte? Bila wewe ni maskini, bila wewe ni ngumu, wewe ni mnati. Jonte wewe unatoka na pesa yako paka hapo paka chaga nini? Machakos. Kwani wewe si ni mjinga? Mtu yote anatumia pesa yake kwa siasa au anafuata mwanasiasa na pesa yake ni mjinga, ni kumbafu, ni fala. So watu wote nalipwa. Ukiwa umevaa nguo ya siasa au hujavaa nguo umelipwa. Ukiwa umelipwa pesa ndogo au ulipwa pesa kubwa unalipwa. Bado uko kwa pili, uko the same na wale wa mama ambao wanapewa 200 ili wasupport mtu 200 wapige mtu wa siasa. So wacha tusikie ujinga wa Waluya kwa TikTok kwa siasa. Oburu Gladys Wanga leo ati Kisumu biro ni kubeba watu kwa malori. Kisumu biro ni kusumbua basi za shule. Kisumu biro ni watu kuvaa manyumba za manguo za manyapara. Kisumu biro paka pesa ya Kenya yote ilikuwa Kisumu. Serious bad. Hadi wewe umebeba pesa yote ya Kenya umepeleka Kisumu. Yaani ndio mujaze Kisumu. Hadi Kisumu biro. Nasema bwana tamu ni moja. Nataka kuambia nyinyi watapeli, walinda tumbo, washirikina, wakulinda Ruto, wakulinda Oburu, wakulinda Gladys Wanga. Hamwezani na linda mwananchi. Nyinyi mliisha bwana. Hiyo linda mwananchi, kwa nini jalinda Ebola? Hiyo linda wananchi, kwa nini hujaongea juu ya Ebola? Hiyo linda wananchi, kwa nini hujateta juu ya Ebola? Hiyo linda wananchi, kwa nini hujapinga mambo ya Ebola? Hiyo linda wananchi, si ni kulinda tamaa? Swali kupi mambo ya linda ground, hawa wakakuja na linda wananchi. Au ndio sasa linda tamaa, linda for power, wanataka power kwa njia zote. Bro, upende usipende, rally yoyote unaenda, wanasiasa wanalipa. Wachana na watu wanacheza hapa. Unaona watu wanacheka hapa kwa comment section hapa. Hao wote ni Waluya wenzako, wako na akili kama hiyo. Wanasema Ruto atakuwa president 2022. Nini? Sifuna president for 2027. Hakuna Sifuna president for 2027. Una waste time yenu.
unatumiwa kama hii hapa. Huyu mwanamke si unatumia, angalia hii meeting, angalia hii meeting before ongee. Nyani haoni kundule. Hii ni nini hapa? Ukiona kuna something wrong, angalia hiyo macho ya mtu wenyu Sifuna hapo amesomewa. Angalia bila napewa tracks ma rules na condition, bila pesa yetu inatakikana itumike. Wewe kitu unaona Oburu na unaona Wanga, na Wanga iko kwa chama yao, wafuatane na mambo ya Sifuna. Tafuteni pesa mingi ndio mjaze kiwanja, lazima pesa. Na leo mliona mlitoka siaka, watu wakilinda tumbo. Mliona Kisumu mlienda aje? Mlienda siaka. Ilibidi mtransport watu kwa malori, watu kwa mabuses. Boss, nilikwambia hujuangi siasa. Nilikwambia rudi ufanye biashara ulikuwa unafanya. Kama ulikuwa unapikia watu changa huko nyumbani, rudi upikie watu changa. Siasa nilisema hujui. Kama ulikuwa unakatia watu miwa nyumbani, rudi ukatie watu miwa. Nilisema siasa hujui. Kama ulikuwa Nairobi unachungia watu gate, ulikuwa watchman, rudi ufanye hiyo kazi ya watchman. Simple like that. Siasa hujui. Rudi ufanye kazi ambayo ulikuwa unafanya kitambo. Siasa hiyo hujui. Siasa hiyo hujui.